Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo neno la Bwana tutaanza kwa kuliangalia somo la Injili, ambapo tunakutana na Bwana Yesu akitufundisha namna ya kusali. Anatueleza kwamba sala ni tendo takatifu ambalo kwa hilo tunaungana na Mungu. Ndiyo njia tu ya mwanadamu anaweza kuongea na Mungu, na njia hii ndugu zangu ni muhimu sana. Wapo watu wengi sana wameitumia na wamefanikiwa vizuri kabisa. Kwa njia ya sala, watu kama akina Mtakatifu Francisco wa Asizi waliona maono makubwa. Watu wamefanya miujiza mikubwa na wamepata miujiza maishani mwao kwa njia ya sala. Kwa kweli hata wewe mwenyewe kuna mahali inafika unajiona unafaulu katika baadhi ya mambo, lakini ukijaribu kujiuliza kwa undani utaona kwamba hapa pana mkono wa Mungu, sio kwa nguvu zangu. Huu ni muujiza. Kila mtu ana story yake jinsi sala imemfanyia miujiza ndugu zangu. Ndugu zangu, lakini cha ajabu ni kwamba licha ya ukweli kwamba sala ina nguvu nyingi kiasi hicho, watu wanaichezea sala. Na katika Injili Yesu anasema kwamba watu wanasali kwa kupayuka bila kutafakari, kwa kujionyesha ili waogopwe na watu na wapewe sifa na watu. Yesu anapinga kuchezea sala kwa namna hii ndugu zangu. Yeye anafundisha sala ya namna hii haileti faida. Sala inapaswa ianze na kutafakari kwanza anza kwa kumtukuza Mungu, yani unatambua ukuu wa Mungu kwanza, alafu omba ili pia aendelee kukubali kuiongoza dunia, aitawale na mapenzi yake siku zote yaenee kila mahali na si mapenzi ya muovu. Alafu tumueleze pia shida zetu, hasa juu ya mahitaji yetu kama chakula, na kumuomba atusamee pia dhambi zetu na asituingize katika majaribu. Sala hii yahitaji kutafakari na haina popote ambapo inasisitiza kwamba mtu ajitukuza mwenyewe au atumie sala kwa kutishia watu wengine. Namna hii ndugu zangu, sala huwa takatifu na Mungu hakika utusikia tu. Katika somo la kwanza, Mungu anasisitiza kwamba maneno yake na mipango yake si mchezo. Kila asemacho hatanii, na mipango yake na neno lake lazima litekeleze ile kazi iliyotumwa kutekeleza, kama mvua inyeshavyo ardhi, kama mvua inavyonyeshea ardhi na kusababisha kuchipuka, ndivyo neno la Mungu lilivyo. Haliwezi kwenda bure, litakuja, lazima litekeleze kile ambacho limetumwa kufanya. Huu ujumbe tuweza kutafakari unamaanisha kwamba tujue Mungu ni tofauti na sisi ndugu zangu, na pale unapo taka kuongea naye au kufanya agano naye na kutaka kusali, jua kwamba unaongea na ngazi ya juu kabisa. Usifanye mchezo. Kama ni kwenye sala, tuwe makini. Kwenye sala unaingia katika mazungumzo na Mungu, unapanga naye mipango. Lazima kuwa makini sana, tusije tukafikiri kwamba tunapanga mipango ya hivi. Tujue tunaongea na ngazi ya juu. Masomo yote haya yanatupatia ujumbe mkuu sana kwenye Kwaresma hii ndugu zangu. Yanatuambia juu ya kuheshimu sala. Sala ni kuongea na Mungu, kujiunganisha na Mungu, kuwasiliana na Mungu. Sala si kujionesha. Waweza kuja kusali ukaishia kulaaniwa, kwani unaishia pengine kwenye kumkufuru Mungu au kujisifu tu mwenyewe tu kama yule Farisayo. Tuwe na mipango. Nikija kanisani niwe na nia njema ya kusali, nimpe Mungu tukufu na mimi pia nipate baraka. Sio sehemu ya kuteka sifa na kutaka kujitukuza ili watu wanione mimi ni wa kitofauti, au mimi pengine ninajua kusali sana, mimi sifanani na wao. Hapana. Sisi tunapaswa kusali kabisa tukijua kwamba tunaongea na rank ya juu, tunaongea na hali ya juu, Mungu ambaye ni baba yetu. Tukiongea tuwe na heshima, tukisali tuwe na heshima, tujue kabisa tunaongea na Mungu baba yetu, na lile analotuambia neno lake lina nguvu. Tusilichezie neno la Mungu. Neno la Mungu la nguvu, limebadilisha majambazi, limebadilisha watu ambao walikuwa ni wa dhambi, wamekuwa watakatifu kabisa. Hili ni neno ambalo linaumba. Neno la Mungu linenwa likaumba. Kwa sisi tuliheshimu neno la Mungu na tulisome. Wakati tunalisoma tujue kabisa tunaongea na Mungu, na hili neno hakika litatufanyia mageuzi katika maisha yetu. Tulikubali basi neno hili katika maisha yetu kipindi hiki cha Kwaresma, tuweze kuwa viumbe vipya. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.